vijana 9 kutoka metropolitani yetu ya Dodoma wanapata daraja la ushemasi. Tuendelee kumshukuru Mungu kwa neema na baraka hizo. Sala zetu tunazosali kwa ajili ya mito na hasa wito huu, majibu yake mojawapo ni hili la kupata mashemasi, baadaye mapadre kwa ajili ya kufanya kazi yake ya utume. Basi Mwashamu Baba Askofu Mkuu Beatus Kinyaia, Mwashamu Askofu Wilbrod Kibozi, askofu msaidizi, mapadre, mashemasi waliopo, mashemasi watarajiwa, wazazi, watawa, wanakwaya na wote tuliopo hapa, mafrateri, tuunganike pamoja kuwaombea hawa vijana wetu, lakini pia tuendelee kuombea mito mitakatifu yote. Tuendelee kufanya yote kwa sifa na utukufu wa Mungu. Nawakaribisha katika misa hii tukiongozwa na Baba Askofu Msaidizi Wilbrod Kibozi. Karibu baba. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
Mathayo sura ya 9 aya ya 35 hadi ya 38. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipowaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Neno la wale watakaopewa daraja ya shemasi wajiongee hapa. Frateli John Mshaka Saba. Nipo. Frateli Filipo Adriani Mtwa. Nipo. Frateli Stanislausi Lawrence Stanislausi. Nipo. Baada ya kuwauliza Wakristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika, na shuhudia kwamba wanastahili. Kwa msaada wa Bwana Mungu na mkombozi wetu Yesu Kristo, na wateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya ushemasi. Na sasa wateule hawa watarudi kwenye miji yao, na baba askofu ataendelea na kuingia, na baada ya kuingia kufuata ahadi ya taifa la Mungu. Tunapoanza huu mwaka, Mungu anatupatia zawadi ya wito mtakatifu ambao tunaupata kutoka kwa hawa ndugu zetu
miundombinu yao, wanaamua kusimama imara na kuomba huruma ya Mungu kwa zawadi ya ushemasi. Tunao mafrateli hawa 9 ambao sasa hata jina limeshabadilika, ni katekisi. Tuwaiti tena mafrateli bali mashemasi wateule, ambao kwa idadi yao si kubwa, lakini pia si chache. Si kubwa kwa sababu kanisa linahitaji wachungaji kama hawa wengi zaidi, na tungependa wawe wengi zaidi, lakini kwa sasa tumepewa hapa na si wachache, kwa sababu hata hawa hatukuwa nao katika hali hii. Kwa hiyo lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii. Tumesikia katika maandiko matakatifu, hasa katika somo lilotoka katika kitabu cha nabii Yeremia, tunakutana na wito wa mwenyewe Yeremia. Yeremia anaitwa na Mungu amsaidie kazi, afanye kazi kwa ajili ya taifa lake. Yeremia umri wake alikuwa ni kijana mdogo, fikiri mtu mwenye takriban miaka ya 20 hivi, anapewa kazi nzito na kubwa, kuliongoza taifa, kusema badala ya Mungu. Na kwa sababu hiyo aliogopa, alisita, akarudi nyuma, akatafuta visingizio ili vimtoe katika hali na kisingizio kikubwa alichokiweka mbele ya Mungu. Alimwambia, mimi ni mdogo, mimi bado mtoto, mimi siwezi kusema mbele ya watu wao. Ni kwa sababu manabii wengi waliotangulia badala yake walikuwa ni watu wenye umri mkubwa, ambao walisifika wakisimama mbele ya watu wakisema kitu hata watu wanaogopa. Yeye akaona kuwa udogo wake nawezekana asifanye kazi yoyote, lakini Mungu akamwambia kuwa nimekuchagua wewe, tena tangu ukiwa tumboni mwa mama yako, na ninataka ufanye kazi hii. Na kwa ajili ya kufanya hiyo kazi akamgusa mdomo wake, kumpatia nguvu, uwezo, busara, hekima ya kuweza kufanya ujumbe huo uwafikie watu wake. Ninyi wapendwa shemasi wateule, baadhi yenu jana mnakumbuka niliwauliza swali, ilikuwa na msingi wake. Niliwauliza, kuna yeyote ambaye hajapata huduma ya utumishi au usomaji? Alafu wote tukacheka, kwa sababu wengi bila huduma hii. Lakini mlivyoendelea ndio mlikumbusha kuwa tayari nimesoma na watu ambao wamemaliza mpaka kidato cha 4, na wengine walikuwa hawajabatizwa au wengine walikuwa madhehebu mengine, wengine wako semina. Ndio maana kanisa huwa linahitaji sana uthibitisho wa mambo mbalimbali ili kujihakikishia katika hicho wanachokifanya. Na tulipofika hapo, uliongea kidogo juu, nilipata wazo kuwa safari yenu ya wito mmeitwa tangu ubatizo wenu, kwa sababu katika sakramenti ya ubatizo ndio mlianza kufunguliwa mlango kuingia katika matakatifu haya, kuwa wana wa Mungu. Ni safari ndefu, ni safari nzito ambayo ilikuwa na milima na mabonde, safari ambayo wakati mwingine ni lazima msindane, ni
jitahidini kutumika kama wasaidizi ambao mtaleta nafuu kwa hao mnaowasaidia. Lakini pia ninyi mnalihudumia taifa la Mungu na mlihudumia taifa hilo kwa wema, upendo na upole wote. Zingatieni yani yote ambayo mmejifunza katika masomo yenu na muyaweke katika matendo ya kawaida. Peni Mungu sifa na utukufu kwa kazi na utume wenu ambao utamgusa kila mmoja. Wajibu mlionao ni kumchukua Kristo na kumpeleka kwa watu ili aweze kuwapa faraja, amani. Lakini hamwezi kumchukua kama ninyi wenyewe hamjawa tayari kumpokea huyo Kristo. Pokeeni kwanza ninyi na baadaye msogezeni kwa watu, na hasa kwa wale ambao wako pembezoni au wako mbali na imani. Katika somo la Injili tumekutana na Bwana wetu Yesu Kristo na uangalia umati mkubwa, alafu anawageukia wanafunzi wake, anasema kuwa mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Haishi hapo, anasema muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake. Baba aliyetupa utangulizi ametuingiza vizuri katika hili. Ninyi ni matunda ya sala za wengi, matunda ya sala za kanisa. Pata miito hii. Na tunaendelea kusali. Uliombea kanisa liendelee kupata vijana wengi wa kike na wa kiume wenye ujasiri kukabiliana na changamoto za sasa na kubeba Injili kuihubiri kwa watu wote. Swala la kuwa mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, sio tu kwamba, na isieleweke hivyo kuwa mapadri na watawa ni wachache au watu wa maisha ya ndoa ni wachache, wanaofunga ndoa ni wachache. Hiyo ndio katika maana moja. Katika maana ya pili, hata hao mapadri, mashemasi, watawa ambao waliokuwepo hawatimizi wajibu wao mkamilifu. Muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi. Shida inayokabili nyakati zetu, watu hawataka kufanya kazi, wanataka kuchagua kazi, wakifikiri maisha haya ni starehe. Kwa hiyo anataka kufanya kile anachotaka yeye, sio kile ambacho ni lazima akifanye. Ninyi tunawaomba, nendeni mkabadilishe mitazamo hiyo, jibidishe kuwajibika kweli, kuhakikisha kuwa Injili mnaihubiri, mnawafikishia watu wote. Hakikisheni pia kuwa katika mtazamo huo ninyi mnakuwa safi, msiwe wavivu, msiwe migoni. Nendeni kweli mkawa msafi, nendeni mkafanya kazi pamoja na hao mnaowasaidia, yaani maaskofu na mapadri. Usifanye peke yako, utakosea. Uliza, pata ushauri, fanya kutokana na ushauri uliopewa kwa jina la kanisa. Mtakapofanya hivyo, Kristo ataendelea kuhubiriwa na wengi wataendelea kumfahamu na kuja kwetu. Lakini pia jibidisheni sana kuwa wabunifu katika nyanja mbalimbali. Sema tu kuwa mimi nimesomea teolojia, chochote nje ya teolojia mimi sifanyi. Ni wazi kuwa wewe kazi yako ya kwanza na ya pekee kuhubiri neno la Mungu, kumpeleka Kristo kwa watu. Lakini nami
utegemezi hata katika mambo yaliyo madogo. Jibidisheni kuwakaribisha wengi na kuwasaidia wengi kwa maneno na matendo yenu waweze kuiga miito ambayo ninyi sasa mnapokea. Kwa kumalizia, katika huduma yenu mtakabidhiwa mambo mbalimbali, lakini mnapaswa kufundisha. Wafundisheni vizuri. Kizazi chetu kina GMO nyingi sana, genetically modified organism, au Kiswahili tunaweza kusema labda ni viumbe ambavyo vimebadilishwa vile vinasaba, na kwa sababu hiyo wanaishi nje ya vinasaba vyao. GMO na GMO ambao mabaki na GMO wa GMO wanaishi kinyume na tofauti na kile ambacho wanapaswa kuishi. Lakini pia waamini GMO. Siku za hivi karibuni nilisikia kuna GMO wakiwa wanaandamana kwenda kwenye ofisi fulani. Hao ni GMO wa ajabu kabisa. Unaenda kufanya nini? Wamepoteza ule uhalisia wao, ile identity. Wanakubali kununuliwa ili waende kuchafua kazi ya Mungu. Ninyi tunaomba mkapambane na hao GMO, lakini hakikisheni kwanza ninyi wenyewe sio GMO. Hakikisheni kuwa mnawarudisha katika uhalisia, ili kila kitu kinachofanywa kifanywe chini ya mwamvuli wa Mungu ambaye ni mwema na mwenye haki. Wafundisheni watu hao. Katika majukumu yenu pia mtapaswa kwa namna pekee sana kutoa sakramenti ya ubatizo. Nendeni mkawafundishe hao wanaopokea sakramenti ya ubatizo. Msiridhike katekista amefundisha, wanakuja tu kunabatiza. Uwe nao na wewe wapitishe, kutana nao mara kwa mara, ili ujue kile unachokifanya au sakramenti unayoitoa ni kweli, ni sahihi kwa mtu ambaye anastahili kuipokea. Wakati mwingine tunakuwa wavivu, tunaletewa kundi kubwa la watu na bila kuwafahamu vizuri, basi tunawapa tu sakramenti, tunaondoka. Na ndani huko kumbe una hao watu waliopoteza, waliobadilishwa vinasaba. Kuna GMO nyingi sana, na ndio maana matokeo yake hawawezi kukubali tena kuendelea kuishi imani ya kweli kwa sababu ya GMO. Niwaombe kuwafundishe, kuweni nao karibu wote wanaopokea masakramenti, ili muweze kujiridhisha kwa kina katika hilo mnalofanya. Mtapaswa kuwa walinzi wa karibu, watetezi na wasimamiaji wa Ekaristi Takatifu. Na hapa mnaelewa wazi kuwa sakramenti hii inavyohudumiwa katika nyakati zetu kwa makusudi. Kwa ninyi wenyewe kwanza muiheshimu, kijua kuwa ni takatifu, na muwafundishe wengine kuiheshimu, kuiabudu na kuiishi katika maisha. Ninyi mkianza kuwa nafika tarehe chukua korokorani unafanya hivi na kunuta hivi, tayari huwezi kufundisha na watu watakushangaa. Tunaomba mkajitahidi sana katika kipindi chenu cha huduma, muhudumie vyema katika eneo. Lakini pia mtapaswa kusimamia na kubariki ndoa kwa jina la Kanisa, na hao pia muwafundishe. Hii ni kazi ambayo mtapewa
na ukiambiwa ufanye uifanye. Ile busara itumike pia, sio tu unafika padri ana sababu za msingi za kufanya, kusema hii ya kwangu, hii ya kwangu, ubatizo wa kwangu, hii ndoa ya kwangu, lazima mimi niishuhudie. Nendeni mkawasikilize wale watangulia, mtapata busara na hekima hapo za kutosha. Mtapaswa pia ni kuwapelekea kuonywa kwamba waliofanya kuwasindikiza, kuwasaidia ili waweze kupata nafuu za kiroho katika mahangaiko yao na mateso yao, waunganike na Mungu aliyewaumba kwa sura na mfano wake. Mtapaswa pia kuwasomea na kuwafafanulia maandiko matakatifu waamini. Ili mfanye hivyo, lazima ujiandae, lazima usome vizuri, lazima utoe ufafanuzi mzuri wa jambo hilo. Nendeni na mkawe mabalozi wazuri katika hilo. Nyakati zetu wapo wengi wanakimbia, na ukiwauliza wanasema hawashibi neno la Mungu huko kwetu, na kwa sababu hiyo wana lazima kwenda kuongezea sehemu nyingine. Sasa wakifikiri kuwa wanaongezewa sumu, inawaharibu. Sasa nendeni mkakabiliane na changamoto hii, muitatue, muitoe. Kwa nini mwenyewe kwanza kuwa mstari wa mbele, ulishiba neno la Mungu kwenda binafsi, halafu ndio kumwagawie wengine. Mtapaswa pia kuongoza ibada na sala za kuamini ambazo zitakuwa zinasaliwa kanisani. Pia mtapaswa kuongoza ibada, sala mbalimbali za mazishi. Sindikizeni watu katika safari ya mwisho. Mtapaswa pia kubariki sakramenti vizuri na kwa namna ambayo kanisa inafundisha na kuelekeza. Tumieni basi nafasi hii ya utumishi wenu kuwa vyombo kweli vya huduma kwa taifa la Mungu, na kuwa kweli kiungo kilicho sahihi kati ya wale mnaowasaidia maaskofu na mapadri na wale mnaowahudumia, yaani waamini. Kwetu sisi sote, wajibu wetu kuendelea kusali na kuwaombea ndugu hawa waendelee wanapata ushemasi wa mpito, wakiwa na tumaini la kutegemea kupata daraja ya upadre baadaye. Hayo yatawezekana kwa msaada wa sala zetu, yatawezekana kwa michango yetu, na yatawezekana kama wote tutaunganisha nguvu pamoja. Tusali na kuombea, tusali kwa kuendelea kuombea miito mitakatifu katika kanisa, endelea kustawi na kushamiri wakati wote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa njia ya daraja tatu za huduma zilizo
nao waweze kudumu zaidi katika kuomba na kulihubiri neno la Mungu. Wakishawateua watu hao kuomba na kuwawekea mikono, waliwakabidhi huduma ya meza. Sasa Bwana, nakuomba usikilize sala zetu, watazame kwa wema ambao watumishi wako unaowaweka katika kazi ya ushirika, ili wahudumie kwenye altare zako takatifu. Tunakusihi Bwana, washushie Roho Mtakatifu ili awe kuimarishwa na neema ya mapadri yako saba, wapate kutekeleza kwa uaminifu kazi ya kuhudumia. Wawe mfano bora wa fadhila zote za kiinjili, wenye pendo lisilo na unafiki, wenye bidii kwa wagonjwa na maskini, mamlaka yasiyo na makuu, wenye moyo mnyofu na ulio safi, waaminifu katika nidhamu ya kiroho. Katika tabia yao naye maagizo yako, ili kwa mfano wa mwenendo wao wapate wafuasi katika taifa lako takatifu, nao wakutegemea ushuhuda mwema wa dhamini, hudumu kuwa imara na thabiti katika Kristo hadi siku ambayo baada ya kufuasa mwana wako hapa duniani aliyekuja si kwa kutumikiwa bali kutumikia, wastahili kutawala naye huko mbinguni. Naishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Sasa hawa ni mashemasi. Pokea Injili ya Kristo ambayo umewekwa kwa mhubiri wake. Angalia, sadiki hayo